Msanii Diamond Platnumz, mahusiano yake pamoja na bibi Zuchu yamekuwa ni mahusiano ya muda mrefu sana, na wengi wamekuwa wakiyazungumza kwa mara nyingi tofauti, kwa sababu katika mahusiano yao kumekuwa na kugombana mara kwa mara, hasa imekuwa ikimshambulia bibi Zuchu. Zuchu ndo amekuwa akipata changamoto hiyo, mara akigombana, mara nyingi huwa anashambuliwa yeye, na watu huwa wanakaa upande wa Diamond. Tunafahamu Diamond ni star kiasi yani katika nchi ya Tanzania. Sometimes inakuwa ni ngumu sana watu kuwa upande wa Zuchu. Watu wanamjua Diamond kabla ya Zuchu, so wataanza na Diamond kumtetea tu kwenye mahusiano yao. Sasa moja ya kitu ambacho kilimkwaza sana bibi Zuchu ni baada ya Diamond Platnumz walivyokwazana naye kwenye kipindi cha WSB, ambacho ni kipindi ambacho kilikuwa kinafanyika Wasafi FM pale. Ni kipindi ambacho yupo Juma Lokole, lakini pia yupo Idris Kita. Walikuwa wanamzungumzia Zuchu, na Juma Lokole alisikika akizungumza maneno fulani hivi ambayo yeye Zuchu kwa upande wake alikuwa anaona yanamharass, na ilikuwa inafanyika mara kwa mara kwa wakati tofauti. Kitendo hicho kilikuwa kinamnyima sana raha bibi Zuchu. Mwisho wa siku bibi Zuchu akaamua kufanya maamuzi ya kutaka kuishtaki na kufungulia kesi Wasafi FM katika kile kipindi ambacho kinarushwa cha Mashamsham. Lakini pia akaenda mbali zaidi, akatoa ile kwenye bio yake pale kuonesha kuwa yeye ni msanii wa WSB, akatoa na akaonesha malalamiko yake na pia nia yake ya kutamani kutoka hata kuwa mwanafamilia wa WSB, kwani anayopitia mengi yanamkwaza na sio mazuri kwa upande wake. Baadaye Diamond Platnumz ikaonekana kwa upande wa bibi Zuchu, na akapost kwenye Insta story yake akaandika kwa jamani, msitumie vipande vya video ambazo zinaonesha mimi niko na wanawake wengine, kwa sababu mimi nafanya kazi kwenye movie. Tena wakati ambao movie ile reality show ya kule South Africa ilivyotoka, umeona Young African Star ile pale ilivyotoka, Diamond Platnumz akaposti akaandika, jamani msitumie vipande vyovyote vya kwenye hiyo video kumharass bibi Zuchu au kuniharibia mahusiano yangu kati yangu mimi na Zuchu, kwa sababu inamuumiza, sio vizuri na sipendi kwa kweli. Mimi nampenda sana Zuchu na kuna mwanamke ambaye nampenda zaidi yake. Hivyo ndivyo ambavyo Diamond Platnumz aliandika. Sasa ikaenda ikafika kipindi fulani hivi wakati wa CCM ilivyokuwa na mkutano pale Dodoma mara ya kwanza kabisa. Kama unakumbuka, wasanii wengi wa comedy, wa muziki, wa uigizaji, Lamata Village, watu kibao walikuwepo pale, walialikwa na CCM kwa ajili ya kwenda kujumuika kwa pamoja kwa ajili ya kufanya mambo ambayo yatajenga taifa letu kwa bora zaidi. Sasa Diamond Platnumz alikuwa ni mmoja wa wasanii ambao walikwenda, lakini pia Nandy alikuwa ni mmoja wa wasanii ambao walikwenda, na kuna mamindi ya kibao yalienda, ikiwemo pia watangazaji kama kina Mwijaku na watu wengine. Wakiwa yupo Diamond Platnumz na Nandy, tunafahamu pia wana mazoea ya fani ya utani. Nandy alimuuliza Diamond Platnumz, unamuoa lini Zuchu? Diamond akaahidi kuwa atakwenda kumuoa Zuchu before Ramadan, au sio bana? Yani kabla ya Ramadhani hii ambayo tupo kwa sasa, yeye aliahidi kuwa atafunga ndoa na Zuchu. Watu wakawa wana doubt sana, lakini pia hata Nandy mwenyewe wakati anaongea naye alikuwa na doubt, hivyo akaamua kupinga naye. Wakapinga kabisa pale, Mwijaku akakata kwa ni kweli kabla ya Ramadhan wanakwenda kufunga ndoa yeye na bibi Zuchu. Bana, noma sana. Sasa unajua nini kilitokea? Pia akarudi kwenye Insta story yake akatuahidi wa Tanzania kuwa anakwenda kuachia Bongo Flava album, umeona bwana, kabla ya Ramadhan. Kwa hiyo kuna mambo hayo mawili ambao watu tulikuwa tunatarajia Diamond Platnumz atatofanyia: Bongo Flava album before Ramadan and ndoa before Ramadan. Umeona bana? Kweli bwana, tukaanza kuona safari ya Bongo Flava album. Ikaja Nitafanyeje, ikaja Moyo, afu Nitafanyeje imekuja imetolewa video, imekuja Moyo imetolewa video. Watu tukawa like Bongo Flava album hii. Lakini tukapiga mahesabu sisi ambao tuna macho ya mbali, Bongo Flava album Monde hawezi kuachia album kwa siku kadhaa zile chache zilizobaki pale, afanye maandalizi ya album. Monde wake achie kitu chake, huwa anakishambulia kweli kweli, yani lazima akishambulie, unajua vile.
Kwa nikagundua hapa kuna jambo hapa. Swali likawa ni je, mahusiano yake yeye na bibi Zuchu itakuwaje? Hapo hapo kukawa na ndoa ya Juma na Chris JP 2025. Tukamwona Diamond Platnumz ameambatana na Zuchu mpaka kwenye ndoa ile. Tukajua wamepatana, wako vizuri, hawana ugomvi tena. For the first time tunaona tena kwa pamoja. Sababu hata kule kwenye mkutano wa CCM kila mmoja alienda kivyake. Unajua ile. Lakini huku walienda kwa pamoja. So walivyoenda pale, Diamond alikuwa amevalia kanzu na Zuchu alikuwa amevalia yale manguo yao ya Kiislamu mazuri kabisa, kama ndoa ilikuwa yao. Maana yake walipendeza kweli, na picha zao zilisambaa sana, ndoa kwenye mitandao ya kijamii, ikawa ndoa ipo kweli, ipo. Unajua vile Zuchu mwenyewe alipost hizo video, na hivi karibuni pia kwenye page yake ya Instagram ukipita pale utakutana pia, baada ya kuposti picha hiyo alikuja kuposti pia picha ambazo zinamuonesha amevaa mashela fulani hivi makubwa. Unaweza kusema kama ni kweli ndoa ilikuwa inakuja hivi. Ghafla kaja upepo wa kisulisuli ambao uliwachukua watu wengi sana na kuendelea kumsema vibaya bibi Zuchu, kama ilivyokuwa kawaida wa Tanzania na wabongo. Mashabiki wa Diamond Platnumz hawampendi Zuchu na waamini kuwa Zuchu anaweza akaolewa na Diamond Platnumz. So ikatokea issue ni kwamba kuna video ikavuja kwenye app ya Mange Kimambi. Mange Kimambi akaja akavujisha video ambayo ilikuwa inamuonesha Diamond Platnumz na mwanamke mwingine tofauti na Zuchu. Na hapa namzungumzia Miss Rita ambaye ameibuka kuwa trending katika muda huo. Hiyo ni before Ramadhani haijaingia. Mbaki siku chache tu hapo. Sasa ile Miss Rita alivyopost baada ya kuonekana Mange Kimambi amepost ile video, Miss Rita akawa anaishi nayo vile, akawa naye anaondoka nayo kwenye story huko. Maneno alikuwa kibao sana anarushwa kumshambulia Zuchu, lakini pia mengine kumshambulia Diamond Platnumz. Ikaja michongo kwamba Diamond ilibidi amlipie yule bibie kodi, lakini hakulipa kwa sababu first time ile video inavuja, Diamond aliingia kwenye story yake akasema kuwa video hiyo ni ya muda mrefu toka 2023 na nilishaipotezea na huyo mtu mimi nilishaachana naye kitambo. Umeona bwana, na nimeongea na mpenzi wangu, nimemweka sawa, so hakuna kingine chochote ambacho kinaendelea baina yangu mimi na huyo dada. Ni kwamba anataka kuchukua video za zamani kuzirudisha. Nitachukua hatua za kisheria ili mradi video hizo zisisambae kuendelea kunihadhirisha. Baada ya hapo kuzungumza hivyo, Mange Kimambi akarudi tena na ushahidi mwingine ambao pia Miss Rita aliposti kwenye Insta story yake. Alipost message za WhatsApp ambazo ni kama 2024 hivi, yani sio mbali, mwaka 2024 ilikuwa ile. Na Diamond akaonekana kama please baby pale. Na kodi iliyokuwa inazungumziwa kuhusiana kuto kulipa kodi kwa yule dada ni mwaka 2024. Umeona bwana, dada akaanza kumchamba Diamond Platnumz, akaongea mengi, akafunguka mengi kupitia Insta story yake. Mengi sana alizungumza pale na yalizua utata kwenye pande mbili. Kipindi hicho hatukuona reaction ya Zuchu kama ilivyokuwa zamani. Zuchu yeye akawa amepoa tu, hatukuona reaction yoyote, japokuwa tulikuwa tunaona reaction ya Diamond kumtetea. Baadaye tukaona Diamond pia amezima, hajajitetea tena. Ikawa kinachofanyika ni kwamba Diamond na Zuchu wakawa wanajirekodi wakiwa kwenye maeneo fulani hivi, kwa kiss na nini. Amna siku mbili zimebaki Ramadhani hii hapa. Na mpaka sasa hivi ninavyokuambia tunakwenda kumaliza Ramadhani, tunakaribia kumaliza mfungo huo, na Kwaresma pia inakaribia kuisha, tupo katikati, yani mid. Umeona bwana, lakini bado Diamond Platnumz hajafunga ndoa na bibi Zuchu. Maybe wamefunga kwa siri. Sasa swali aliulizwa mama yake na Zuchu, Hadija Kopa, kuhusu ndoa ya Zuchu na Diamond Platnumz ipo. Alichojibu mwandishi wa habari, alimwambia kuwa nyinyi wanafiki sana, alafu kuzungumza kingine chochote kuhusiana na ndoa yao. Japokuwa before huko mama Hadija Kopa alikuwa anaonekana hapendezwi kabisa na kitendo cha Diamond Platnumz kuendelea kuwa na mwanae bila ndoa. Hicho kitendo hakikumpendeza muda sana. Okay, all in all, Diamond Platnumz na Zuchu still bado wapo pamoja, na Watanzania wengi wanasubiri ndoa yao, wanatamani kuona Diamond Platnumz akimwoa Zuchu, hasa mashabiki wa Zuchu ambao wamempenda Zuchu kindaki.
baadhi ya mashabiki wa Diamond Platnumz wamekuwa wamegawanyika. Kuna team Diamond ambao wanakubali Zuchu au hawakubali Zuchu. Lakini katikati ya Ramadhan inaibuka maneno mengine mapya ambayo ameaibua Zari, kwa sababu pia Miss Lita wakati anapojisha message zake na video zake na Diamond Platnumz aliweza kuzungumzia pia Diamond alishawahi kumchiti huko South Africa. Kipindi hicho wakati yupo wameenda South Africa alikuwa kidogo yupo kwenye hali ambayo hawezi kushiriki tendo na mwanaume wake. Baada ya hapo Diamond Platnumz akatoka kwenda kushiriki na Diana, kitendo ambacho kilimuumiza sana Miss Lita na kuona namna gani ambavyo Diamond ni mnyama. Umeona bwana, hivyo ndivyo ambavyo alichukulia. Lakini hivi karibuni pia bibi Zari ameshare kwenye mtandao wake wa Instagram akizungumza kuwa Diamond Platnumz wakati Diana anataka kutoka na Diamond Platnumz alimshauri Diana kuwa Diamond ana mpenzi wake Zuchu, kwa hiyo asitoke naye, huyo ni mtu ambaye tayari ana mtu wake. Lakini licha ya kumshauri Diana kuelewa, wabongo nao wakamshambulia Zari, akamwambia wewe kumshauri kwa sababu ya Zuchu, ulimshauri kwa sababu yako mwenye still bado unamhitaji Diamond Platnumz. Hivyo ndivyo ambavyo ilikuwa, na mimi nilikuwa nawe kuanzia mwanzo hadi mwisho nikikusimulia story nzima kuhusu Diamond Platnumz na bibi Zuchu. Ulikuwa nami Jivenga hapa mbele ya kipaza nikikupa mdogo taarifa za entertainment kuhusiana na wasanii wetu hapa Bongo. Yeah man, ndani ya Kiswahili TV. Usiache kuendelea kutufuatilia kwa kusubscribe, like na kucomment. Yeah man, we out man.